Awali ya yote ni mshukuru Daniel Gwasa Mkaranga. Rafiki yangu Gwasa. Bwana awali ya yote ni mshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa kutuletea huduma karibu kama tulivyoanza awali kwamba kila kitu kinakuwa ni karibu na mwananchi. Mimi maswali yangu yatakuwa kwa watu wafuatao, yatakuwa upande wa TARURA, kilimo, maji na gharama zinazohusika kwa uhamiaji. Endapo labda mhamiaji anatakiwa kufuata zile taratibu afisa alizozieleza hapo awali. Kwa majina anaitwa Theodora Silas Mpelinda. Swali langu ni kama labda ni la binafsi, lakini labda kama kuna mwingine ana tatizo kama la kwangu, pengine inaweza kumsaidia. Kwa mfano mimi linahusu NIDA. Niliandikishia wilaya tofauti na ya Ngara. Tukawa tumepewa namba, lakini vitambulisho wakasema tusubirie. Kwa bahati mbaya au nzuri tukawa tumehama hiyo wilaya. Kwa hiyo nilikuwa naulizia pengine kupata kitambulisho mpaka kule nilikoandikishia au hata ofisi ya wilaya ya Ngara naweza nikapata kitambulisho. Asanteni. Theodora amesema kuwa yeye alijiandikisha wilaya nyingine lakini kwa sasa yuko Ngara. Kwa miongozo yetu ya ofisi, kwa mtu yoyote, mwananchi yoyote ambaye amesajiliwa wilaya nyingine au mkoa mwingine, endapo anakuwa ameshapata namba ya NIDA na kwa sasa yuko wilaya anaoishi tofauti na ile aliyojiandikisha, anatakiwa afike ofisi ya NIDA kutoa taarifa hiyo, na sisi kama wataalamu wa NIDA tutaangalia taarifa yake kwenye mfumo. Kama kitambulisho kitakuwa kimeshatoka, tutamuombea kutoka ofisi ile ambayo alijiandikishia. Kwa hiyo ninamuomba Theodora, baada ya kutoka hapa tuonane, niweze kupata namba yako ya NIDA na mawasiliano yako ili niweze kukupa mrejesho kama kitambulisho kimetoka au bado. Naomba nijibu swali la ndugu Gwasa juu ya gharama za uhamiaji, kwa maana ya wale ambao wanakuja kufanya vibarua vya msimu. Unaelewana? Kwa raia wa kigeni ambaye anakuja kufanya kazi za msimu, kilimo, kuchunga na kazi zingine zote, sharti la kwanza kabisa nimesema lazima awe na kibali cha kwao cha nchi yake, passport. Sharti la pili lazima apite kwenye mpaka rasmi kama ni Rusumo, Kabanga au Murusagamba, na apewe mihuri yote, muhuri wa kwao wa kumruhusu kutoka na muhuri wa kwetu wa kumruhusu kuingia kwetu nchini. Baada ya hapo akifika kwako unakuja naye ofisi ya uhamiaji. Gharama yake ni shilingi 10,000 kwa mwezi. Na ni rahisi. Ambacho wewe unaweza ukafanya ni kumwelekeza shamba. Bwana, shamba langu hili hapo utalilima kwa shilingi 50,000. Lakini katika 50,000, 10,000 nitapeleka uhamiaji na utailipa kwa control number na utasajiliwa kwenye mfumo na utapewa kibali ambacho hicho kibali utakaa nacho wewe. Kwa sababu unaweza ukampa huyo akatoroka, si ndio? Asifanye kazi yako na wewe umelipia. Shilingi 10,000 ni kwa mwezi na utalipa kwa miezi mitatu, kwa maana kwa awamu moja. Kwa maana utalipa shilingi 30,000. 30,000 ambayo itakuruhusu wewe ukae na huyo mhamiaji haramu miezi mitatu, anakufanyia kazi bure. Si ndio? Kama anataka kukufanyia kazi miezi 6 utalipa 60,000. Kwa hiyo kwa mwezi ni shilingi 10,000. Na inatusaidia sisi na kile ambacho kimesemwa hapa, uzalendo, si ndio? Kwa sababu huyo mtu akikaa kwako anaweza akaugua ukampeleka akatibiwa bure pale. Kwa hela ya nani sasa? Wakati yeye ukimpa hiyo 50,000 akivuka mpaka kwake kule ni mara 3 hiyo hela. Anapata 150,000. Uone kama unakuwa umempa faida. Lakini pia unakuwa umepoteza shilingi yako wewe. Unaelewana? Kwa hiyo kibali cha mtu anayekuja kufanya kazi, iwe ni kuchunga, kulima, kazi yoyote ile, tunaita seasonal migrant pass, ni shilingi 10,000 kwa mwezi na utailipa kwa miezi mitatu. Ikiisha miezi mitatu unakuja tena ofisini unalipia. Sharti la kwanza ni hilo, hakikisha ana passport na amegonga mihuri yote, nchi yake na nchi yetu. Baada ya hapo unakuja tunakusajili kwenye mfumo, utapewa control number, utalipa na itaendelea hivyo hivyo. Unaelewana?
Niongezee hapo kwa wale ambao wameoa au kuolewa na watu wa nchi za jirani, mlete ofisi ya uhamiaji. Cha kwanza sharti ni hilo hilo, hakikisha ana kibali, ana passport, amevuka kwa kupitia mipaka yetu. Akifika pale atapewa kibali cha utegemezi cha miaka miwili. Hicho kibali tunakata ni miaka miwili. Gharama yake ni $50. Sawa? Ambao ni kama shilingi ngapi? 100,000. Sawa? Na chenchi. Elewana? Kwa hiyo kwa wale ambao wameoa utapewa hicho kibali, lakini hicho kibali cha mtu ambaye ameoa au ameolewa na ameoa mtu wa nje kinamsaidia kwa sababu kinamsogeza kwenye kupata uraia. Umeelewana? Kwa hiyo sio kwamba tunawasisitiza tu, lakini hicho kitakusaidia kuja kumtafutia uraia huyo mtu wako. Ukishafanya hivyo kwa miaka 10, kwa maana ukilipia mara awamu 5, kwa sababu hicho ukilipa mara moja utakaa miaka 2. Ukija kulipa tena miaka 4. Kwa hiyo ukifanya kwa awamu 5 ni sawa na miaka 10. Unaweza kuomba uraia, kumuombea huyo mtu uraia, awe raia wa Tanzania. Unaelewana? Sasa wewe ambao umekaa na mwanamke, umekaa na mwanaume miaka 20 iliyopita, ungelikuwa umeshaanza hizo taratibu, sasa hivi ungekuwa kwenye awamu nzuri ya kupata uraia wa Tanzania. Unaelewana? Ndio maana tunasisitiza mfanye hivyo. Tafuta vibali, vitakusaidia kama sio leo, kesho. Unaelewana ndugu zangu? Naamini nimejibu vizuri swali lako.